Asante Mungu, kashaondoka. Hakikisheni amnipotezi kwenye mapa. Mimi bado namfuatilia huko. Sawa. Njoni. Namfuatilia, njoni. Okay, sawa. Vipi wewe, mbona unashuna kama hivyo? Aluza, unamkumbuka yule mshangazi tu mfuko wa siku ile? Ame, location naposoma ndo tulipo. Hapo nyuma hapo. Basi, ngoja tugeuze, ninakuja hapo. Chapo. Yuko hapo nyuma. Ndiyo nakumbuka. Shida nini? Leo nimemkuta nyumbani mwanangu. Kafika nyumbani? Yaani inamaanisha kwamba anapajua kwenu? Mimi mwenyewe nashindwa kuelewa, sijui kwa nini nimemkuta nyumbani. Sijui alikuwa ananifuatilia. Wewe unajua unanichanganya. Madogo vipi? Kama kawa, vipi bro? Njia inatoka hii? Ndiyo inatoka. Lakini sio rahisi kupita watu. Kwa nini mko mnaenda wapi kwani? Naenda kona hapo. Kona? Oya fukufuku. Kula chuma iko. Mwanangu, tulia kama bebe noko tula ngume. Itakocha. Leta huku. Piga makofi kama hataki kuja huyo. Wewe nitakututa mpiga ni. Tulia wewe. Wewe tulia. Twende. Njoo niambeleke. Ana kushindaje mtu? Yeah. Wenye vipala tuchekeshe hata siku moja. Odi Nyeusta mbaya. Mwanangu Kichodudu. Na mama. Wewe ndo wa kiume kwenye mji huu. Mtoto wa kiume ndo mwenye mji huu. Hata mimi mama yako. Wewe ndo naikutegemea. Madada zako wote. Wewe ndio baba. Tatizo nililolisikia jana. Eti Latifa katoa mimba. Mwanangu usingizi sikulala. Mpaka hivi sasa hivi akili jakaa vizuri. Yule baba mimi sura yangu kumwangalia yule baba nashindwa. Sijui sura yangu niweke wapi. Latifa amekosea. Kwa nini aitoe mimba? Lakini tusikilize kwanza maamuzi ya yule baba. Kama kapewa talaka, ombi langu mwanangu tumpokee tu hapa. Hapa ndio nyumbani kwake. Wewe mkubwa, unajua ngoni kuambie kitu. Umezungumza vitu vingi sana alafu vizuri, na
vya kufundisha na kututetea watoto wako, lakini kiukweli Tifa amezingua, tena amezingua sana, sio kidogo. Yaani nilikuwa nasikiaga tu, nasikia fulani katoa mimba, fulani sijui katoa mimba huko amekufa, fulani sijui katoa mimba kazulika. Lakini leo limetokea ndani ya uwanja wangu, kwa sababu Tifa ni familia yangu. Unajua hiki alichokifanya, inabidi ukae chini kabisa na mtoto wako uongee naye. Kazingua. Na nikwambie bi mkubwa, kiukweli mimi Tifa hata akirudi hapa nyumbani sijui nitamwangalia kwa sura gani, kwa sababu kitu alichokifanya mimi siko pamoja na yeye. Bi mkubwa! Bi mkubwa, wafukufuku. Wewe, mbona ita hivyo, shida nini? Fukufuku kamatwa. Amekamatwa? Nani anamkamata? Mimi sijui, yaani mimi sijui, kuna mtu watu wamekuja mje kukamata, kwa mimi sijui chochote. Kumbe wanijui. Sasa twende huko. Yaani sijajua kimemkuta nini mpaka anafanya kitu kama hiko. Yaani bora hata angefanya Lolo kapata mimba, yuko nyumbani, hata hajaolewa, lakini yeye ana ndoa yake. Hivi kuna somo gani hapa amelitoa? Mama, umeona mimi? Wewe mama yangu, hata kama nikifanya upuzi kiasi gani, sitajutia kuzaliwa na mama wewe. Hata kama tukiwa wapumbavu kiasi gani, lakini kuna mambo ya haki lazima tuyafuate. Yaani mimi natamani ningeiambia serikali, wakija kugundua kwamba kuna binti fulani ametoa mimba, achukuliwe hatua, kwa sababu kutoa mimba nako ni kuua. Kile ni kiumbe kimekuja, sio kwa bahati mbaya. Ana kosa lolote, ana haki ya kuishi, na unakitoa kiumbe ambacho hujui nani atakuja kuwa. Bi mkubwa, sina cha kumzuia Tifa, kwa sababu hapa nyumbani kwake ana haki ya kuishi hapa. Hata akikosea kiasi gani, sisi tutampokea. Lakini katika hili mama, wallahi na hapa kwa Mungu wangu, Mungu shahidi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alikataza kuua. Siko pamoja na Tifa. Hilo unaosema ni sahihi kabisa. Hata mimi sikupenda, Tifa amekosea. Kwa nini auwe mimba? Hata ikiwa ya siku moja, ukishaitoa umeua kiumbe. Sasa hawa watu hawa wanatoa mimba, serikali wangeamua maamuzi, yoyote anayetoa mimba na anajulikana kabisa kusema kweli katoa, ahukumiwe. Msubiri kwanza bi mkubwa. Shika hiki kikombe cha maji. Mimi acha niondoke kwenye mishe zangu saa hizi. Baadaye. Zingatia maagizo niliyokupa. Tena nahitaji uyafanye kikamilifu kwa utulivu na umakini wa hali ya juu. Nimeoa sasa, mpaka na kuajiri wewe ndani ya hii nyumba yangu. Ombi langu ni hili, japo nimekuajiri, geti lile, mke wangu mimi niliyemuoa nafahamu ana matatizo mengi, tena ni mengi zaidi ya mengi. Kukuweka hapa ndani, lengo langu kuu ni moja. Sio kwamba kuna mwizi atakuja kuiba chochote. Hii nyumba ya shekhe. Jukumu lako kuu ni moja, kukaa pale kuhakikisha mke wangu hagusi hata lile geti, sio kusogea. Hata kuligusa sitaki kabisa. Kumbuka nilipokutoa na majukumu niliyokupa. Endapo utaenda kinyume, utanijua Shekhe Mtupe ni nani. Ambacho hujajua bosi wangu, ususwara la bali, ondoa wasiwasi kabisa. Mimi nataka nikuhakikishie kama nitalinda geti lako vizuri. Nadhani nilikwambia kipindi tunatoka huko, mzee wangu, paka unafika hapa mtaani kwetu, nilivyosikia habari za kazi, kwanza ni rafiki, kwanza kitu moyoni ikasema kwenda huku na kwenda, Mungu nishike na nipambane, usinipe tamaa za kumiliki vikubwa aliyokuwa vidogo sina. Kwa mzee wangu, kususwara pale wewe tu, nahisi utaongeza mshahara zaidi ya huo. Nashukuru usikia hivyo. Moja kutu la kukuachia ambalo ni agizo la mwisho, mbali ya ule mshahara tuliokubaliana,
nitakuongeza maradufu kwa utendaji wako mkubwa mzuri wa kazi. Unasema kweli? Niamini. Nikisema nimesema, kilichofuata ni vitendo. Fanya majukumu yako. Alhamdulillah. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Mimi nipo mzangu. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura kiuno. Samahani, naweza nikakushauri jambo au nikakwambia kitu? Kitu gani? Mimi nina majini, na majini yangu yanaona vitu vibaya kwa haraka sana. Nilipolala hapa chini, majini yangu yameniambia hii nyumba ni mbaya sana. Sasa nisikilize, humu ndani kuna kitu kibaya sana ambacho usiku kinakuingilia. Sasa na mimi sitaki kiniingilie kama kinavyokufanya wewe. Ninachokifanya sasa, naenda kwa mume wangu kudai talaka niondoke. Kama unabaki ni wewe, sio mimi. Ushaisikia bwege mtozeni kwenye mapenzi, ndo mimi hapa. Wezangu ashafunga kiwindu, kwangu mimi nanga inapa. Amani zunguke viringeni, nyota ya bundi kuisafisha. Mwezenu napangwa foleni. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura kiuno. Wadogo. Vipi? Safi, shikamoo. Marahaba. Uko sawa? Ndio nipo sawa. Uko sawa kweli? Au kushachangamka? Maana Mlamu juzi kasema wewe dogo una matatizo wewe. Ukigongwa kichwani tu kumbukumbu zinapotea. Hapana, nipo sawa. Kama uko sawa mimi nani? Wewe kaka na shangazi, mke wa mjomba wangu. Kweli wewe uko sawa. Sasa uko naenda wapi? Kwenda kuna matembele nimeagizwa na shangazi. Basi sawa kama uko sawa. Hivi nikuulize swali. Umesema mimi ni kaka yake na shangazi yako. Kwa hiyo mimi utakuwa unanihitaji? Wewe nashindwa kuelewa. Baba. Baba? Ndio. Baba kiaje tena? Wewe mbona kama umepoteza kumbukumbu afu hutaki kujionyesha? Wewe uko sawa kule, njoo kwanza. Njoo. Oya. Wenye vipala tuchekeshe kwa siku moja. Wewe muongo wewe. Wewe umepoteza kumbukumbu afu hutaki kujionyesha, kitu ambacho mimi nimekigundua. Kama niko sawa hiyo baba inakujaje? Mimi nishai kutembea na mama yako au mimi nimeoa? Wewe vipi wewe? Sasa, wewe si kaka yake na shangazi yangu? Maana yake mimi nakuita baba wewe. Hapo wewe nini? Au umepoteza kumbukumbu kutie mkwenzi saizi? Hapana bwana, mimi niko sawa. Kumbe inawezekana baba shangazi. Shangazi kazaliwa na baba. Baba dada yake alizaliwa naye anaitwa shangazi. Shangazi kaka yake anaitwa baba. Mjomba. Kwa mjomba maana shangazi yake mke wake. Lakini kama shangazi baba yake kaka yake baba.
kweli uko sawa, maana mimi ndo nilikuwa nakosea. Vipi huko nyumbani kwenu ulipotoka? Kuna amani? Wewe hata tu baba yangu. Yaani huko nyumbani kumechangamka, yaani zogo zogo. Sasa hivi ni kidogo kumetulia. Japokuwa amenuniana. Shangazi ndo akanipa hii hela, nikachukua tembele tukapike. Mimi anihusu, siwezi kumtetea mtu mpumbavu hata siku moja. Kama kazingua, acha dundo makwenzi na mume kila siku, atajua mwenyewe na adabu itamshika. Tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie. Tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, Ashura kiuno. Ya bunayya, bunayya, bunayya. Ya bunayya. Wewe mwanaume, nataka taraka yangu. Unasemaje wewe? Wapi hujanisikia? Au wapi ambapo hujapaelewa? Nisikilize nikwambie. Wakati nimetoka kupandisha mashetani, nilipitiwa na usingizi na majini yangu yakaniambia, katika hii nyumba yako kuna kitu kibaya na kinawafanya vibaya wanawake. Guys, najua mnajiuliza kwa nini nipo hivi. Ngoja niwape vidokezo kidogo. Zamani nilikuwa hivi. Ngoja niwape sababu ambazo zimesababisha nikawa hivi. Sasa hii ndio suluhisho ya ombo langu. Wewe binti unahitaji kuwa na shepu, kuwa na muonekano mzuri wa kipekee. Njoo kwetu tukuhudumie. Wanaita Coverity Again. Nimesahau. Guys, ukitaka kuwa na mwili ambao umekaa sawa, yani namaanisha mwili ambao hauna mabonde, yani namaanisha kuwa flat. Sijui unanielewa ninaposema flat? Yani namaanisha kuwa na flat tummy, yani no kitambi. Tumia hii hapa. Sijui unanielewa? Hii ni suluhisho kwa vitambi. Unakunywa moja asubuhi na moja jioni badala ya wiki tu. Unashangaa unaona mabadiliko. Sijui unanielewa? Karibuni tuwahudumie jamani. Bila shaka mtapenda kufahamu kuhusu mwili wangu, yani namaanisha rangi yangu. Suluhisho ni 35%. Yani hii kitu ni tamu, yani mpaka inakera. Yani ukitaka kuwa mweupe mwili mzima, yani namaanisha huyu na mchirizi, huyu na sugu, huyu na vidoti-doti, yani unakuwa na rangi tamu mpaka shemeji anapenda. Sijui unanielewa? Unachukua kitu hii, unachanganya na serum yake, unapata rangi ya chungwa, yani unazidi kuwa sio tena semeje. Na ukitaka tumia lotion hii, namba zetu hizo hapo, tucheke tukuhudumie. Delivery tunafanya popote ulipo. Na washangaa wahenga walisema mapenzi sumu. Sasa sipo tayari kutumika au mwili wangu utumike vibaya. Nataka talaka yangu niondoke. Sijui umenielewa? Mke wangu sikiza kwanza. Hebu punguza jazba. Tuongee wawili. Nisikize mke wangu. Ndo kwanza nimekuoa leo. Halafu nataka kuamini maswala shirikina kweli? Haya mambo naongea hayapo kabisa. Halafu mke wangu leo ndo nimekuoa. Halafu leo nikupe talaka. Hivi unadhani jamii itaonaje? Unadhani jamii itakuwa vipi wewe? Hapana. Hapana.
Hiyo akili toe kabisa, siwezi kutoa taraka. Nipe talaka yangu. Unanipa unipi?